kweli tunafahamu kauli au misimamo ya vyama vingine vya siasa kuhusu uundaji wa tume, lakini kama tunavyosema sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kuto kushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. Mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatuendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa. Kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunakokwenda, roadmap ya huko tunakokwenda. Na moja katika ahadi zetu tumeombwa tupendekeze hatua za kuweza kuimarisha na kufikia huko, kutoka tutakachogundua na huku Tanzania ambayo salama, amani, mambo ya katiba mpya au katiba inayopendekezwa na kadhalika. Kwa hiyo kwenye ile process, ni process gani, wakati gani? Kwa hiyo sisi tuomba ushirikiano, tuomba ushirikiano kwa kila mtu, hata aliyekataa tutamwomba, sio mara moja, hata mara tatu tutamwomba, tushirikiane naye, tushirikiane naye. Nyuma sana, kwa hiyo tutarudi nyuma huko. Kwa hiyo tutakuwa pamoja kwenye kubaini root causes. Tukio limetokea 29 na siku 3 mfululizo pale, lakini inawezekana limetoka mbali sana. Turudi huko nyuma, turudi huko nyuma, tusaidiane pamoja kuwa na root causes, kwa sababu mjadala baadaye utakuja tuongelee hizo root causes, tunazi unroot vipi. Kwa hiyo hilo swala la siku 3 zile, lakini tunakwenda nyuma kuangalia root causes hilo. Ingine sisi tunaona kuna kauli kweli, kauli nyingi za viongozi na kadhalika. Sisi tunajikita kwenye mawili: hadidu za rejea, hadidu za rejea. Na mpaka sasa hivi hatuna amri ya mtu yoyote, tunaanza na clean slate, hatuna ushahidi hata kidogo. Tunaanza from zero ili kuona tunatafuta ushahidi gani. Tutapima ushahidi, tutapima nyaraka, tutakuwa na wataalamu watatusaidia, watu wa data, wa takwimu na kadhalika. Kwa hiyo najua kuna kauli hizi zinatolewa na hivi na nini, na hisia mbalimbali, lakini nadhani tusihofia sana. Kweli tuna umri mkubwa, tuna umri mkubwa, lakini umri pia unakwenda na uzoefu. Lakini kikubwa kama ninavyosema, wadau wakubwa ni nani? Wadau wakubwa lazima wawe vijana. Kwa hiyo tutakuwa na mbinu mbalimbali za kushirikisha vijana, sio vijana waliosoma tu, wasiosoma, wenye ajira, wasio na ajira, wa mazingira gani. Hao ni constituency yetu, tunaona ni eneo kubwa la kuwa nao, ili tuweze kwa sababu wana majibu mengi. Kwa hiyo hatuwahoji kwa tuhuma, tunawahoji kwa kupata majibu, tunaelekea kwa kupata majibu. Muda wa tume kweli muda unakimbia kama ninavyosema, lakini tunaona ngoja tuone hizi siku 90 kama tutaweza kukamilisha kazi yetu. Lakini kama nasema, sisi tunataka kukamilisha kazi kamilifu, hatutaki kukamilisha kazi reja.
rejareja. Tufanye kazi kwa kikamilifu, kwa kiwango, kwa sababu tunajua tutapimwa na Watanzania, lakini tutapimwa na kila mtu ndani na nje ya nchi. Hiyo tunaelewa, lakini tunaomba tu tupeni muda, waambie wenzetu watupe muda, alafu tupimwe. Tusipimwe kabla tujaanza mtihani. Tufanye mtihani huo, mtupe maksi, tuweze kuendelea. Tupime kabla, lakini sisi tunaelewa. Ndio maana tunasema tumejikita kabisa kwa Watanzania wanataka nini, tuwape nini, ili kweli kama njia moja ya kupona kilichotokea. Sababu wote tuko kwenye maumivu makubwa, lakini tuone tunajiponyesha vipi sisi wenyewe. Asante. Asante. Tumesikia mwenyekiti akisema kwamba wasipimwe kabla ya kufanya kazi. Na maswali, labda niliruhusu maswali tulipokea maswali. Mimi ni muumini wa jenda, tanisamehe sana kwamba tulipokea maswali matatu kutoka kwa kina kaka. Tupate swali kutoka kwa wanadada wawili. Lakini mmesema mtachunguza vyombo vya dola, ambapo hakuna shaka kwamba wakati matukio yanatokea alikuwa ndiye mchaji wa jeshi, na jeshi lilishiriki kwenye maana ya kukabiliana na hili tatizo. Inawezekana katika hayo mauaji na wao wakawa wameshiriki. Sasa hapo yeye huoni kwamba haitendei haki hiyo tume, kwamba atakuwa anapaswa kuhojiwa lakini yuko kwenye tume? Na ushauri wajumbe sisi wenyewe, kwamba sheria ya tume yetu na tume hizi zote za uchunguzi za karibu nchi zote za Commonwealth zinasema jambo moja: mamlaka ya kuunda tume ni ya rais wa nchi hiyo. Ibara 88 ya katiba ya Afrika Kusini inampa rais wa Afrika Kusini. Kenya hivyo. Tofauti tu inakuja kidogo kwamba kwa nchi nyingine Afrika Kusini na Kenya au na nchi nyingine iko kwenye katiba, nyingine sisi ziko kwenye sheria. Uingereza, Ireland, Canada. Kwa hiyo tunasema kwenye sheria kuhusu tume hizi za uchunguzi kwamba mamlaka ya kuunda tume ni mamlaka ya executive, unless sheria itasema vinginevyo. Nchi chache pia rais na bunge bila mamlaka ya kuunda tume, na inampa discretion yule kuiunda kwa vigezo ambavyo yeye anaona inafaa. Kama mimi ndo nilikuwa muundaji tume, labda ningeunda tofauti na wajumbe tofauti. Kwa hiyo kila mmoja tutakuwa na maoni kwa nini yule kiongozi wa dini hakuwako, kijana hakuwako, lakini mamlaka ya kuunda tume ni ya yule head of the executive, na kwa vigezo ambavyo ataona inafaa. Na anaunda tume kwa mazingira ambayo anaona inafaa. Sisi tumeundwa chini ya kifungu cha 3 kwenye jambo ambalo ni public concern, ndio sheria inasema. Kwa hiyo ameona kama public concern tuunde tume. Lakini jambo la pili ambalo tunazungumzia na tunalikuta kwenye tume nyingi ni swala la conflict of interest. Conflict of interest kuna njia nyingi za kuikwepa ikitokea au kama ipo.
na kuna perceived na actual conflict of interest. Sisi mahakamani tunajua, ndio maana jaji unaambiwa naomba ujitoe, na mara nyingine jaji anasema sijitoi, naendelea kwa sababu sina conflict. Kwa hiyo kuna vigezo hivi. Tukiona mjumbe wote ana conflict of interest, tutamwomba ajitoe, mwenyewe anaweza kujitoa, haina neno. Haina neno. Lakini nyingine muelewe kwamba ndio maana nasema tume hii ni ya kisheria. Wote tumekula kiapo. Tumekula kiapo kwa dini zetu, kwa imani zetu. Pia hiyo ina guarantee uhuru wetu. Uhuru wetu. Kama tunasema tunaanza kazi bila mabrasha, bila sinikizo la mtu yoyote. La mtu yoyote. Na tutajikita kwenye ushahidi ambao tunaridhika nao. Tutetee ushahidi wa kweli, tutaupima na tutanini. Kama mtu tunakwenda njia gani, tutasema tumeelewa. Alafu ripoti yetu itakuja, itaonyesha. Kwa sababu sisi tutapendekeza. Kwa sababu ripoti kwa jambo kama hili, nadhani ripoti of course ni ya mamlaka, lakini pendekezo letu kwamba iwe ripoti ambayo itapatikana kwa umma kwa jambo ambalo linawahusu. Kwa hiyo hilo la nini siwasumbue sana, kuna njia zake, tunajua namna ya kuweza kudili nayo hiyo kifika. Disemba 9 bahati mbaya haiko tume. Kuna kitu tunaita muda wa kufanya kazi. Muda wa kufanya kazi, kitu ambacho tunachochunguza ni tarehe 29 na siku chache baada ya pale, zile siku 3 tunaweza kurudi nyuma. Tunaweza kurudi nyuma, lakini kama ina connection na mbele tutaangalia. Lakini tarehe 9 ikitokea imetokea, labda kama ina uhusiano tutaona, kwa sababu iko ndani ya 90. Labda root causes labda zitakwenda huko pia kutuonyesha part of the root cause na nini, tutaangalia, lakini hatufungwi na hilo. Tunakubaliana kabisa na ushauri vijana. Kwa vijana ndio kiini. Tumesema vijana sisi kwa makundi ni mbinu tu za kutafuta kuwa nao. Kuwa nao tunawahoji vipi moja mmoja, nini, kama tumesema watu wote walohusika, waloshiriki. Ukisema husika inawezekana labda jinai, waloshiriki. Waloshiriki mengi bila makosa au na makosa, wote waloshiriki tutakuwa nao. Vijana wengine hawakushiriki tutakuwa nao. Ndio maana nasema tutakwenda mikoa ambayo pia kuna vijana lakini hawakushiriki. Kwa nini? Lazima twende undani zaidi. Twende undani zaidi kujua hawa vijana wenzetu, na tunakubali Tanzania asilimia kubwa ndio vijana. Ndio vijana. Kwa hiyo na sasa hivi kuna na wizara mpya na kadhalika, lakini ushauri huo kweli kutafuta mbinu, njia vijana na vijana na wananchi kweli. Tunafanya mikutano ya hadhara na wananchi kuweza pia kupata na wao wanani. Kwa hiyo kama tunasema hatufungu. Kwa hiyo kama kuna ushauri, tupeni ushauri, tusaidie kuandaa, na sisi hatufungwi na mdau yoyote au mbinu zozote, lakini tunataka tushuke chini kabisa. Tushuke chini upana na kwenda chini zaidi. Asante, nashukuru. Kuna karatasi imeletewa ambapo TBC habari wameomba kwamba unaweza kufanya summary ya speech yako kwa Kiingereza kwa ajili ya kuweza kuwasaidia kupeleka habari ambayo ni ya Kiingereza. Labda hilo, na wengine ulikuwa umesimama. Okay, asante. Labda baada ya hapo wengine ambao wana maswali, ambao wana maoni, waweze basi kuandika kwenye karatasi tuweze kukusanya
ili kuwapelekea tume, kwa sababu ametukaribisha kwamba tupeleke maoni na tupeleke ushauri kuweza kuwasaidia waweze